Taarifa mbaya kwa utawala wa CCM na Samia Suluhu, huku Tundu Lissu leo akipokea mgeni mwingine wa kimataifa aliyemtembelea ndani ya gereza la Ukonga mchana huu. Huyu wa leo, mtazamaji, hakuwa tu mgeni wa kawaida, alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mabunge ya Kimataifa anayefahamika kama Martin Chungong, na sasa mgeni huyu amekuwa tishio kubwa kwa maadui wa Tundu Lissu pamoja na utawala wa CCM ambao ni wapinzani wa Tundu Lissu. Like video hii alafu subscribe kabla ni kuonyeshe kila kitu. Vile niambie unanisikiliza ukiwa wapi, kama upo nje ya nchi niambie kwa taifa gani, na mtazamaji kama upo humo Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa gani. Mtazamaji, ujumbe huu wa kimataifa umeingia kwenye mazungumzo kuhusu mojawapo ya kesi za kisiasa za Tanzania zenye utata kutoka ndani ya gereza la Ukonga, Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Umoja wa Mabunge anayefahamika kama Martin Chungong sasa amekutana na mwenyekiti wa Chadema leo, Tundu Antipas Lissu, gerezani Ukonga, katika ziara ambayo tayari inazua mjadala mkubwa wa kisiasa na ziara ambayo ni ya kushtukiza na haikutarajiwa na wengi. Lakini kwa nini mmoja wa viongozi wakuu wa bunge duniani alisafiri hadi Tanzania kutoka mbali sana? Na Tundu Lissu alimwambia nini hasa nyuma ya kuta za magereza ambacho watu wengi hawafahamu? Kaa nami ni kueleze kila kitu. Mtazamaji, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Chadema sasa hivi kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia wa Chadema, ziara hii ndani ya gereza la Ukonga leo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Mabunge maarufu kwa jina la IPU duniani kutathmini maendeleo ya uchunguzi wa tukio la kupigwa risasi Tundu Lissu. Nifahamu kwa makini mtazamaji, hii ilikuwa ni kikao cha kujadiliana kuhusu tukio la kupigwa risasi kwa Tundu Lissu mnamo mwaka 2017 ambapo Tundu Lissu hajapata haki hadi leo. Shambulio hilo lilitokea mnamo Septemba tarehe 7 mwaka 2017 wakati Tundu Lissu akiwa mbunge wa Singida Mashariki, na limeweza kufufuliwa leo ndani ya gereza la Ukonga baada ya kikao hichi cha Tundu Lissu na katibu huyu wa mabunge ya kimataifa ambaye amemtembelea Tundu Lissu kufuatilia kama kesi hii ya kupigwa risasi imefikia wapi na kwa nini hajapatiwa haki. Hii ni taarifa mbaya kwa utawala. Hata hivyo, tukio hilo la risasi awali lilishtua Tanzania na kuvutia hisia za kimataifa baada ya Tundu Lissu kunusurika kujeruhiwa au kunusurika kifo kwa risasi katika mashambulizi ambayo wengi walieleza kuwa ni moja mashambulizi makubwa zaidi ya kisiasa katika historia ya kisiasa ya nchi hii. Hata hivyo, mtazamaji, nataka ufahamu, kabla ya kumtembelea Tundu Lissu gerezani, Martin Chungong, katibu huyu wa mabunge ya kimataifa, aliripotiwa mapema leo kufanya mazungumzo na mkutano wa kibinafsi na viongozi waandamizi wa jeshi la polisi la Tanzania kuhusu kesi hiyo kabla ya kuingia katika gereza la Ukonga kuonana na Tundu Lissu. Je, alizungumza nini? Madhumuni ya mijadala yake na jeshi la polisi kabla ya kuingia kwa Tundu Lissu ilikuwa kupata taarifa kuhusu hali ya uchunguzi wa tukio hilo la jaribio la mauaji ya Tundu Lissu na hatua zilizochukuliwa dhidi ya waliohusika. Na maelezo hayo pekee sasa yanavutia umakini mkubwa usiku wa leo. Waangalizi wengi wanaamini kuwa ziara hiyo ndani ya gereza la Ukonga kwa Tundu Lissu haikuwa tu mwito wa kawaida wa heshima, badala yake inaonekana kuwa ni sehemu ya juhudi pana za Baraza la Bunge la Kimataifa duniani kuelewa kama maendeleo na haki imepatikana katika kesi ambayo bado haijatatuliwa karibu muongo mmoja sasa hivi. Kwa miaka hii yote mingi, maswali yanayozunguka shambulio hilo yameendelea kuzua mjadala wa umma, na Tundu Lissu bado analilia haki na hakuna aliyekamatwa. Swali zito linabaki, nani aliwajibika? Uchunguzi ulifikia wapi? Na kwa nini kesi hii, mtazamaji, imebaki kuwa suala muhimu ndani na nje ya Tanzania? Maswali hayo yanaendelea kutawala mijadala kila shambulio linapotajwa. Hata hivyo, baada ya kukutana na viongozi wa polisi, Chungong baadaye alikutana na Tundu Lissu nyuma ya kuta za gereza la Ukonga, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa Chadema na ripoti yao, Tundu Lissu alimweleza katibu mkuu huyo wa IPU Chungong kuwa bado hajaridhishwa na namna uchunguzi wake wa kupigwa risasi na jaribio la mauaji ulivyofanyika. Kiongozi huyo wa upinzani Tundu Lissu aliripotiwa kusema kuwa haamini
kwamba hatua za kutosha zilichukuliwa au zimechukuliwa ili kuwabaini na kuwawajibisha waliohusika na shambulio hilo. Inasemekana leo Tundu Lissu alionyesha wasiwasi na hasira zake kwamba maswali muhimu bado hayajajibiwa licha ya kupita miaka mingi sana tangu tukio hilo. Na kauli hiyo sasa ya Tundu Lissu huenda ikaibua mjadala kuhusu uchunguzi mzima wa tukio hilo. Wakati huo huo, Tundu Lissu pia ameripotiwa kumwambia Chungong kwamba anaamini jumuiya ya kimataifa bado ina jukumu la kutekeleza katika kesi hiyo yake. Hata hivyo, mtazamaji wangu wa Simulizi Media, kwa mujibu wa taarifa ya Chadema leo, Tundu Lissu alidai kuwa taasisi za kimataifa zinapaswa kuendelea kuhimiza serikali ya Tanzania kuhakikisha haki na uwajibikaji inatendeka kuhusiana na tukio hilo la kupigwa risasi kwa Tundu Lissu. Msimamo huo hata hivyo umezua uungwaji mkono na vilevile ukazua ukosoaji kwa miaka mingi. Wafuasi sasa wanahoji kuwa umakini wa kimataifa utasaidia kuweka masuala muhimu kuonekana. Wakosoaji wengine vilevile mara nyingi wanasisitiza kwamba masuala ya kisheria ya ndani ya nchi yanapaswa kushughulikiwa kupitia taasisi za kitaifa na sio kuingiliwa na taasisi za kimataifa. Hata hivyo, mjadala bado unaendelea mtandaoni. Muda wa ziara hii ndani ya gereza la Ukonga pia unavutia umakini mkubwa. IPU inajiandaa kwa mkutano wake mkuu wa kimataifa uliopangwa kufanyika nchini Tanzania mnamo Oktoba mwaka huu tulio wa 2026 ama mwaka 2026. Tukio hilo linatarajiwa kuwaleta pamoja wabunge, viongozi wa bunge na wawakilishi wa kisiasa kutoka mataifa mbalimbali duniani, huku maandalizi pia yakiendelea. Masuala yanayohusu demokrasia, utawala, haki za kisiasa na masuala ya bunge huenda yakapata uangalizi mkubwa wa kimataifa. Mtazamaji, chama cha upinzani Chadema sasa kinasema bado kimejitolea kufuatilia uwajibikaji na haki kuhusiana na tukio hilo dhidi ya Tundu Lissu. Kwa wafuasi wengi mitandaoni, shambulio dhidi ya Tundu Lissu bado ni moja matukio ya kisiasa ya miaka hivi karibuni ambayo hayawezi kusahaulika. Kila maendeleo yanayohusiana na kesi hiyo yanaendelea kuvutia maslahi makubwa ya umma, na wengi sasa wanataka haki itendeke na waliohusika waweze kuwajibika. Hata miaka kadhaa baadaye, mijadala kuhusu upigaji risasi kwa Tundu Lissu mara nyingi yamerudi kwenye mazungumzo ya kisiasa ya kitaifa, ikionyesha dhahiri haliwezi kusahaulika. Wakati huo huo, mtazamaji, maoni yamechanganyika mtandaoni. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii walikaribisha ziara ya katibu mkuu wa IPU ndani ya gereza la Ukonga na kuielezea kuwa ni hatua muhimu kuelekea ushirikiano wa kimataifa na upataji wa haki. Wengine wamesema kwamba lengo linapaswa kusalia katika kuruhusu michakato ya kisheria na uchunguzi kufanya kazi kwa uhuru kama inavyotarajiwa. Maoni yanabaki kugawanywa. Kinachoonekana wazi usiku wa leo ni kwamba shambulizi la risasi la mwaka 2017, takriban zaidi ya miaka 10 iliyopita, linaendelea kuweka kivuli kirefu katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Ukweli kwamba mashirika ya kimataifa bado yanajadili kesi hiyo inaonyesha umuhimu wake wa kudumu. Iwapo mtu atakubaliana na msimamo wa Tundu Lissu au la, kesi hiyo inabaki kuwa mada kuu yenye maslahi ya umma na kisiasa. Na sasa ushiriki wa afisa mkuu wa IPU umeleta umakini mpya katika masuala ya haki, uwajibikaji na uaminifu wa kisiasa. Watu wengi watakuwa wakitazama kwa karibu ili kuona kama kuna matukio yoyote mapya yatatokea kufuatia ziara hii ya hali ya juu. Mtazamaji, nijuze mtazamo au maoni yako kuhusiana na tukio hili la Tundu Lissu huko gerezani Ukonga, Dar es Salaam leo. Vilevile kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa au habari zetu zaidi.